Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika Injili ya Marko sura ile ya 12 aya ile ya 35 hadi ya 37. Nitaisoma. Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, alijibu akasema, "Usemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata ni wawekapo adui zako kwa chini ya miguu yako." Daudi mwenyewe asema ni Bwana, basi imekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo ameamua kutoa mafundisho ya kina juu ya yale makundi ambayo yalikuwa yamekwenda kumletea maswali ya mtego, na ameamua sasa kutoa mafundisho juu ya kundi moja la waandishi. Waandishi walikuwa ni watu gani? Katika dini ile ya Kiyahudi, waandishi walikuwa ni wasomi wa maandiko matakatifu katika Agano la Kale. Jukumu lao moja ilikuwa ni kuhifadhi neno la Mungu, kuhifadhi maandiko matakatifu. Jamii ile ya Kiyahudi walikuwa wanawatafuta vijana wenye uwezo mkubwa wa akili wa kukalili mambo, na wazee wale marabi wanaanza kuwapandikizia maneno wale watoto. Neno la Mwenyezi Mungu linabakia akilini mwao, halitatoka hilo neno, ili popote pale Myahudi yeyote yule akitaka kuweza kupata neno la Mwenyezi Mungu, au ikitokea vita yeyote ile, wamechoma yale maandiko matakatifu, hakika kizazi hiki kitaendelea kusimulia habari za Mwenyezi Mungu, kitaendelea kusimulia kwa mdomo. Ndivyo Biblia ilivyokuja kuandikwa. Jukumu la pili ilikuwa ni kujifunza kwa bidii neno la Mwenyezi Mungu, maandiko matakatifu, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile cha Malaki. Baadaye ilikuwa wana jukumu la kuwafundisha neno la Mwenyezi Mungu walimwengu, wakawa wanasafiri kwenda mahali kuweza kufundisha neno la Mwenyezi Mungu. Kundi hili walipata heshima katika ile jamii ya Wayahudi. Hivyo basi wakaanza kuwafundisha watu walipokuwa wanazunguka huko, wakasema, huyu Yesu mnayemwona, huyu ni mwana wa Daudi, ametoka katika kizazi cha Daudi. Usije ukasahau, mpendwa mtazamaji, baada ya Daudi kuweza kuondoka duniani, alipofariki, aliyefuata alikuwa ni Sulemani, na waliofuata wote walikuwa ni wafalme. Watoto wa Daudi walikuwa ni wahovyo, walilifanya taifa la Israeli liteseke. Hawakusimama katika njia ile ya Daudi baba yao. Kumwambia Yesu kwamba ni mwana wa Daudi, walikuwa wanataka kuwaambia watu kwamba kama vile Sulemani alivyokuwa na mambo ambayo si mazuri kwa jamii na wengine, na Yesu huyu naye ametoka katika ukoo wa Daudi, maisha yake mwishoni yatakuwa ni yale yale. Mwisho wake utakuwa ni uharibifu, si wa kumfuata. Huyu si Masia wa Bwana. Yesu Kristo anakuja kutangua lile mafundisho yao walikuwa wanayatoa kwa jamii walipokuwa wanazunguka huko. Anawaambia, sikilizeni, mnaniambia kama mimi ni mwana wa Daudi, Masihi ni mwana wa Daudi. Mbona Daudi mwenyewe katika Zaburi ya 110 ile aya ya kwanza alisema maneno haya, akasema hivi, neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume. Daudi mwenyewe katika maono yake anamtamka kwamba, alimtamka Yesu kwamba ni Bwana. Inakuwaje ninyi ambao ni waandishi mnasema kwamba huyu Daudi, Yesu Kristo ni mwana wa Daudi? Akasema hamyajui maandiko. Tutajifunza kitu gani? Unaweza kuwa ni msomi mkubwa wa maandiko matakatifu, usipopata maarifa na kufundishwa na Roho Mtakatifu itakuwa ni ngumu sana. Na ndio maana Paulo
anavyomwandikia Timotheo, anasema kwamba Timotheo ambaye amekuwa ni askofu, wewe umeyafuata mafundisho ya mimi Paulo. Na Timotheo aliyepata mafundisho haya kutoka kwa Paulo, akasema umejua mwenendo wangu na makusudi ya Paulo na imani na uvumilivu na upendo na saburi na adha zote. Paulo anamwambia huyu Timotheo, ukae katika mambo yale ambayo umefundishwa, ukae katika yale mambo ambayo umehakikishiwa. Kwa maana Paulo anasema kwamba tokea utoto uliyajua maandiko matakatifu. Kama Paulo anamwambia Timotheo kwamba aliyajua maandiko matakatifu tokea mtoto, tupo katika nyakati ambazo wazazi wengi hawataki watoto wajifunze maandiko matakatifu, watembee kuweza kumjua Mwenyezi Mungu. Hatuna muda wa kuweza kuwarithisha watoto neno la Mwenyezi Mungu walijue. Tuna nguvu nyingi sana za kuwapatia vitu ambavyo si vya kimungu. Wanakariri password za iPad na simu za wazazi, lakini neno la Mwenyezi Mungu hawalijui. Watoto wetu wanakariri katika swala zima la remote na program za kwenye TV, neno la Mwenyezi Mungu hawalijui. Je, tutapata kizazi kama akina Timotheo ambao Paulo anajivunia leo hii anavyozungumza kwamba ubaki katika mafundisho hayo? Na ndio maana kuna makundi mengi watu wanaondoka, wanaacha imani kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu haliko ndani mwetu. Tutapata waandishi ambao watasimama imara kufundisha neno la Mwenyezi Mungu vizuri, au ndio wale ambao watapotosha mafundisho ya Yesu Kristo baada ya kuweza kusema Yesu ni Bwana na Daudi alishamzungumzia, wakaanza kuzungumza historia mbaya za Daudi na Yesu kwamba ametoka huko? Mungu atusaidie tuyajue maandiko matakatifu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.